anahitaji matokeo kwa namna yoyote, kurudi na uvumba kwenye mchezo wa leo. Endapo atapoteza kwenye mchezo wa leo, atakuwa anajiweka kwenye pressure kulinganisha na Young Africans ambaye ametoka kushinda mchezo wake. Kwa hiyo hata bila haya matokeo ambayo Young Africans ameyapata kwenye mchezo wa leo, Simba anaingia kwenda kuzisaka alama tatu bila kujali idadi ya mabao ambayo atayapata, bila kujali ugumu wa mchezo ambao atapewa na mpinzani wake, lakini jukumu lake la kwanza namna gani ambavyo atazipata alama tatu. Endapo atapoteza kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, atakuwa kwenye pressure, lakini sio tu kuwa kwenye pressure, atapunguza tena gap lile ambalo Young Africans yuko nalo dhidi ya mpinzani wake. Kwa hiyo lazima akashinde kwenye mchezo wa leo ili kuhakikisha anajenga confidence kwa wachezaji, lakini pia kuendelea kujiweka kwenye eneo salama za kugombea ubingwa wa NBC. Simba baada ya mchezo wa leo wanaelekea katika dabi ya Kariakoo, ndio kukutana na Young Africans. Sisi wa nizani nyama Simba mshambuliaji wa kiongozi naweza kusema tena sasa amerejesha Dar es Salaam kana kile ambacho tunasemekana kutoka kwa nizani. Hii kwa Simba ina athari kwa namna gani kuelekea katika mchezo mkubwa kama huu? Ina athari sio tu kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini kwa maana hiki kinachoendelea kati ya Simba na Soa kinaonyesha taswira mbaya kwenye kikosi cha Simba, taswira mbaya kwenye taasisi na klabu kubwa kama Simba. Si timu ambayo inapaswa kuwa na matokeo ya utovu wa nidhamu kwa wachezaji ambao yeye anawamiliki. Simba ni timu kubwa, Simba ni timu ambayo ina sheria na kanuni ambazo zinaiendesha taasisi. Kwa hiyo ikitokea mchezaji ama kiongozi anakiuka, manake anakuwa anaharibu taswira nzima ya taasisi yake. Kwa kwangu mimi nadhani si jambo ambalo la kuchekea, kama jambo ambalo liko serious, kwa sababu hakuna kiongozi wa Simba ambaye amethibitisha hilo, lakini ndipo ni jambo ambalo liko serious, basi lazima sasa hivi tulimaliza hili kwa haraka, kwa sababu mijadala ambayo iko mitandaoni kwa sasa, wengine wapo kwa ajili ya kutaka kuhakikishia kwamba tuliwaambia wakati sawa wanakuja, tuliwaambia kwamba ni kwa nidhamu, angalia mpira kuelewa. Bali na hapo, kwa mchezo wa kwanza wa dabi alikosa kutokana na adhabu ambayo alikuwa anajirudia. Kwa ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana, mchezaji ambaye analijua sana goli, lakini changamoto pekee ambayo Soa yuko nayo ama vitu ambavyo vinaweza vikaondoa ile taswira kile ulichonacho kwenye damu. Mchezaji unaweza ukawa na kipaji kizuri, wewe unaweza ukawa uko bora kwenye engo fulani, lakini kama una nidhamu, basi kuna asilimia za kupoteza kile ambacho uko nacho. Tuliona kwa baadhi ya wachezaji kina Bella Binafsi ilikuwa miongoni mwa wachezaji ambao wana kipaji kikubwa sana, lakini utovu wa nidhamu ulimfanya ashinde kung'ala kwenye Tanzania bara. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani si swala ambalo linaleta taswira njema kwa kikosi kama cha Simba, kwa sababu kuna mengi ambayo hivi virabu vya madaraja ya kati vinajifunza kutoka chini. Kwa hiyo kama kunakuwa na hizi kashfa baina ya mchezaji na uongozi, manake ni jambo ambalo wanapaswa kulimaliza kwa uhalali, kwa sababu halina taswira nzuri sana kwenye kikosi cha Simba. Tumemshuhudia Depo akifunga siku ya leo. Unadhani ya kwamba atakwenda kuwa na mchezo namna gani katika mchezo wa dabi ya Kariakoo? Na alizungumzia goli lenyewe kwa ujumla, amekuwa na mwendelezo bora. Nadhani mimi binafsi miongoni mwa watu ambao niliweka tiki usajili wa Depo ilikuwa ni mimi. Of course hakuwa na namba bora sana wakati anaingia kwenye ligi yetu, na wengi walionekana imani yao ni ndogo kwa Depo kulingana na hizo namba ambazo walikuwa nazo, lakini nilisubutu nikasema kwa washambuliaji ambao wamepita kwa hivi karibuni, ukimwacha Fisto Kalala Mayele na Medi Kagere, anayefuata ni Depo. Niliona ni mchezaji ambaye anajua kucheza kwenye intensity hali ya juu, lakini kwenye intensity hali ya chini, energy kwenye nyakati ambazo namhitaji, maarifa, uthubutu wa kupiga, lakini ile individual ability alionayo kwenye namna ya kusoma moment zinazoendelea ndani ya uwanja. Mchezaji ambaye anajua kujiposition kwenye maeneo ambayo mpira ukija kuna mawili, iwe goli au apige nje au golikipa aweze kuokoa. Kwa kwangu mimi nilimpa imani kubwa kutokana na huo uwezo ama baadhi ya sifa ambazo nilizigundua yeye yuko nazo. Kwa hiyo tushuhudie, bado na muda mwingi sana wa kuweza kumtazama, na kwa namna ambavyo anacheza sitoshangaa mwisho wa msimu unatamatika yeye anakuwa mshambuliaji bora. Sitoshangaa kutokana na confidence ambayo yuko nayo. Moja kati ya changamoto ambazo wachezaji wao wanaipitia ni kuwa na mwendelezo wa jambo fulani. Anaweza kawa ni assistant mzuri sana, anaweza kawa anafunga sana, lakini kama una mwendelezo bado unaonekana ni mchezaji wa daraja la kawaida. Kwa hiyo kwangu mimi ngoja tumtazame zaidi
kwenye mechi zijazo, kitu gani ambacho atakuja nacho cha kitofauti, ama atakuwa na mwendelezo hata kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo, ni jambo ambalo kunalo tutalishuhudia. Kwa kumalizia, goli 5 za hii leo ni salamu kama ambavyo inaelezwa kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ni salamu ambayo inathibitisha kwamba endapo Simba hatofanya maandalizi thabiti, hizi goli 5 itakuwa ni jambo la kawaida kwa upande wake kuweza kuzipokea. Yaani kama hatofanya maandalizi kulingana na aina ya mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye, basi kufunga goli 5 litakuwa tukio jipya kwenye macho ya mpira wa miguu. Ameshawahi kuzishuhudia hizo goli 5, sio goli za kwanza kufungwa kwa JKT Tanzania. Hata Simba ameshaonja hiyo ladha ya goli 5. Kwa hiyo kama atafanya maandalizi, nadhani atakuwa kwenye wakati mbaya sana kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa sababu ndio mchezo pekee ambao Simba anautazama kwa ukubwa kuliko mchezo mwingine wote. Unamwona mnyama akienda kufuta uteja huu zidi ya mtani pale kwa Salama Bay, ambapo ndio kalai ama wanaita gereza la funga sugu linalotumika na wananchi wangapi? Sitaki niseme Yanga anakwenda kushinda, sitaki niseme Simba anakwenda kushinda ama kumpa nafasi kubwa nani, lakini natamani zaidi kuona maandalizi ya vilabu vyote viwili, mabadiliko ambayo yamefanywa kwa maana ya sajili ambazo zimefanywa, namna ambayo itakuwa na impact kwenye timu husika. Nataka kushuhudia ni kocha gani ambaye ni bora kwenye mbinu, kama kinachoendelea na kufanya mabadiliko ya kuja kubadilisha taswira nzima kile kinachoendelea. Ndio mambo pekee ambayo natamani kuona.